katiba mpya. Na ndio maana sasa ndio maana baadhi ya mambo sasa yanazungumzwa yaweze kufanywa baada ya kukamilika kwa uchaguzi. Katika uchaguzi huu mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa asilimia 97.66 kwa tuliosoma hesabu, we call it round off, nearest 10, yani asilimia 98. Ukilinganisha na watangulizi wake wote, mwaka 1995 Mkapa alishinda kwa asilimia 61.82 pamoja na 71.74 kwa mwaka 2000. JK 2005 alishinda kwa asilimia 80 na 2010 akashinda kwa asilimia 62. John Pombe Joseph Magufuli mwaka 2020 alishinda kwa asilimia 84.40, lakini Rais Samia ameshinda kwa asilimia 97.66. Kama ambavyo nimekuambia, tuliosoma hesabu tunaita round off to the nearest 10, yani asilimia 98. Nini siri kubwa ya ushindi huu wa asilimia 98, ukizingatia kwamba uchaguzi siku ya uchaguzi ghasia mbalimbali zilijitokeza? Mimi nadhani swala la ghasia kutokea, nini siri kubwa? Labda tuzungumzie ushindi kupishana tangu 95 mpaka 2025. Mwaka 95 kama ulivyosema, marehemu Mkapa alipokuwa anashindana na vyama vingine, kwa kiwango kikubwa chama ambacho kilijitokeza kuwa na nguvu kilikuwa ni chama cha NCCR Mageuzi. Na utakumbuka kwamba chama cha NCCR Mageuzi baadaye kilifanya vizuri katika chaguzi zilizofuata ulizozitaja, ikiwemo na hata kuwa na kiwango kikubwa cha wabunge baada ya uchaguzi wa mwaka 95. Na hata kura za chama cha NCCR, mgombea wake ambaye alikuwa ni hayati Mrema, utakumbuka kabisa kwamba hayati Mrema alitokea CCM, na alitokea CCM akiwa na nguvu zilizotokana na kazi yake aliyoifanya ndani ya serikali ya CCM, kiasi ambacho alikuwa maarufu yeye mwenyewe kisiasa, akatokea CCM. Ajenda yake kubwa au karata yake kubwa ilikuwa ni kupambana na ufisadi. Kwanza katoka CCM kwa muda mfupi, pili kaja na ajenda ya ufisadi, halafu akashindana na hayati Mkapa ambaye pia naye alikuwa na ajenda ya ufisadi, hali ambayo ilimlazimisha hata Mwalimu Nyerere pia kuingia jukwani kujenga hoja kwamba Mkapa ni mtu safi. Kwa hiyo hilo tu peke yake liliongeza ushindani ndani ya NCCR Mageuzi. Kwanza kwa aina ya mtu ambaye amekuja ghafla kutoka kwenye CCM na nguvu zake za kutoka kwenye CCM, pili kaja na ajenda aliyokuwa nayo ndani ya CCM kaingia nayo ndani ya NCCR Mageuzi. Hiyo peke yake ilikuwa inampa nguvu sana Mrema na kupunguza ushindi wa marehemu Mkapa. Na ndio maana sasa baada ya marehemu Mkapa kuingia awamu ya pili, alifanya vizuri zaidi kuliko alivyofanya wakati wa Mrema, na nguvu za Mrema zikawa zinapungua. Japo pia alikuwa ni mgombea mpya, pengine hiyo ilimsaidia Mrema kushindana na mgombea wa CCM. Sio kama unanielewa. Halafu Mkapa alipomalizia kipindi chake, asilimia ikapanda kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kurekebisha uchumi. Kwa hiyo aliingia NCCR Mageuzi, aliingia kipindi cha pili akiwa na nguvu kubwa kuliko alizoanza nazo zilizopunguzwa na Mrema. Na Mrema mwenyewe kipindi cha pili cha Mkapa akawa anapungua nguvu.
kwa sababu ya mgogoro uliokuwa ndani ya NCCR Mageuzi. Na kufikia 2000 kipindi cha pili cha Mkapa, NCCR Mageuzi haikuwa na nguvu kama ilizokuwa nazo mwaka 95 kwa sababu ya migogoro ya ndani. Na kwa kweli wakagawanyika. Unakumbuka mgogoro mkubwa sana ndani ya NCCR Mageuzi, na mgogoro ule haujawahi kuifanya NCCR Mageuzi isimame, kwa sababu uliendelea hadi mpaka Mrema akahama na kuanza kuingia kwenye chama kingine cha TLP. Kwa hiyo migogoro ya kisiasa ndani ya chama ilidhoofisha NCCR na kuifanya ishindwe kufanya vizuri kama ambavyo ilitarajiwa ifanye vizuri kipindi cha marehemu Mkapa cha pili. Tuje kwenye hii 98%. Nakuja huko. 2000 sasa kwenda 2005 ndio Mkapa anamaliza kipindi chake, na Jakaya Kikwete kwa umaarufu aliyokuwa nao ndani ya chama chake akapata zaidi ya asilimia, umezitaja, zaidi ya asilimia 80 kwa kipindi chake cha kwanza. Kipindi cha pili akashuka kwa sababu pia upinzani ulianza mwaka 2010 kuwa na nguvu wakati wa Dr. Slaa. Kwa hiyo unaweza ukaona utendaji wa Rais Mkapa kwa kipindi cha pili na kudhoofika kwa NCCR katika kipindi cha pili cha Rais Mkapa ulikipa Chama cha Mapinduzi nguvu na upya wa mgombea aliyekuwa pia anakubalika zaidi, ukaifanya performance ya Rais Mkapa, Rais Jakaya kufanya vizuri zaidi. Na hiyo ni performance ambayo baadaye imechukua muda mpaka mwaka 2020 wakati wa Rais Magufuli kipindi cha pili. Na sasa hivi Rais Samia kufikisha asilimia 97 ulizozisema. Ninachoweza kusema kwa ufupi ni kwamba la kwanza, upinzani ukiwa na mgombea anayekubalika, ushindani unakuwa mkali zaidi na kuifanya CCM isifanye vizuri sana. Pili, upinzani ukiwa na mgogoro wa ndani kama ulivyokuwa wa NCCR Mageuzi, na 2015 kama ulivyokuwa wa Dr. Slaa wakati anatoka Chadema kutokana na kutofautiana kwa mtazamo wa Dr. Lowassa kwa marehemu Lowassa. Halafu na utendaji wa serikali iliyoko madarakani ni vitu vitatu ambavyo vinafanya ushindi huo uonekane. Lakini tusisahau pia kabisa kwamba Dr. Samia ni mgombea wa kwanza mwanamke. Na wewe unajua kura za wanawake mara nyingi sana zinakuwa za uhakika, na wanawake wana ushawishi mkubwa sana. Na kwa watu wanaofuatilia, na nadhani wataalamu watakuja kutuambia kiutafiti, mwaka huu hamasa ya wanawake kuhamasisha wapiga kura wengi kumchagua mwanamke nayo imeongeza ushindi wake. Lakini pia Dr. Samia amerithi serikali ya mtangulizi wake marehemu Magufuli, ambaye alikuwa amefanya vizuri sana katika kipindi chake cha kwanza na akafariki katika kipindi cha pili, na miradi ambayo imetekelezwa na utendaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 5 ukarithiwa na awamu ya 6, utendaji wake pia ulimemuuza zaidi. La mwisho ni msimamo wa vyama vya upinzani na hasa Chadema kutoshiriki katika uchaguzi, kwa sababu mwaka 2020 Chadema ilishiriki katika uchaguzi. Na kwa hiyo kura za marehemu Magufuli hata kama zilikuwa ziko juu, lakini zilipunguzwa na ushindani ulioletwa na Chadema. Na hivyo mwaka huu hawakushiriki. Hivyo unaamini ya kwamba Chadema kutoshiriki katika uchaguzi huu kumepunguza kwa kiwango kikubwa ushindani katika uchaguzi huu wa 2025? Ni kweli, kwa sababu kwa watu ambao walikuwa wanatarajia kupigia kura Chadema, ama ilibidi washawishike kuipigia CCM au wapigie vyama vingine au wasipige kura. Kwa sababu kwa miaka kwa chaguzi karibu zote, ukiacha zile za mwanzo ambapo NCCR ilikuwa inafanya vizuri na baadaye CUF ikafanya vizuri, kuanzia mwaka 2010 chama ambacho kilikuwa kina ushindani mkubwa dhidi ya CCM ni Chadema. Lakini tusisahau pia kwamba Chadema pia uamuzi wao wa kutoshiriki ulikipasua na kuzaa chama ambacho sasa kiko bungeni cha Chauma. Kwa hiyo unaweza ukajua kabisa kwamba
vyama vya upinzani vikiwa na msimamo tofauti wa kutoshiriki kwa mfano au vikiwa na migogoro ya ndani, hiyo inayojengea nguvu sana CCM na kupa uhakika zaidi wa ushindi mkubwa. Wapinzani wenu sasa wanasema kwamba uchaguzi huu haukuwa na ushindani mkubwa kama ambavyo walitarajia. Wenda hiyo ndio imesababisha CCM kupata kura nyingi. Kwa namna yote ile, hata kama Chadema ingeshiriki uchaguzi wa 2025 wa mwaka huu, bado tungefanya vizuri. Chadema si tishio kwa Chama cha Mapinduzi? Sio tishio kabisa, sio tishio kwa sababu kama wangekuwa tishio wangeshiriki kwenye uchaguzi ili tupime kwa matokeo. Hawajashiriki kutokana na yale walioyaeleza kwamba mabadiliko walioyataka katika mfumo wa tume yetu ya uchaguzi haukuwa umekamilishwa, lakini vile vile kuna mambo waliokuwa wakiadai ya kwamba yafanyiwe marekebisho. Daktari, sasa hilo siwezi kuwasemea. We recently issued the State of the Economy report for September, and we did indicate that our reserves were standing at about $5.4 billion, up from about 3.2 or so billion last year. And this has been made possible because Bank of Uganda has been very innovative, proactive in building up reserves using all the tools available, including purchase from the interbank foreign exchange market. In terms of the month of import coverage, here we talk about future month of import cover. I think we're now close to 4 months of import cover. I think we're just shy of 4 months. But of course, we have the EAC target of about 4.5 months of import cover. And market conditions permitting, we will build reserves to that level of 4.5 months. And also we are aware that there are vulnerabilities, there are risks in the horizon, given what's happening in the global environment. So to the extent that the market conditions permit us, and to the extent that we inject liquidity that we can manage sufficiently, we will continue building reserves. Na ni kweli si yote ambayo waliyataka yalitimizwa, lakini yako ambayo yange wafanya washiriki ili twende awamu nyingine wakiwa ndani ya serikali kurekebisha mengine, na hasa hili la katiba mpya. Mimi nao yaona yote swala la katiba mpya ndilo ambalo lilikuwa halijatimizwa, na isingekuwa rahisi Odemba kwa muda ambao nimekwambia rais ameingia madarakani kwa dharura ya kifo cha rais aliyekuwa madarakani, dharura ya uchumi ulioparaganyika wa kidunia kutokana na COVID, halafu kujaribu kujenga misingi ya maelewano katika kipindi hicho cha miaka 5, halafu kuanzisha mchakato mpya, halafu mkafanya uchaguzi. Isingekuwa rahisi. Kwa hiyo ilikuwa ni kupanga ni kuchagua, isingekuwa rahisi. Lakini unahisi kwamba madai yao yalikuwa sahihi? Madai yao yako sahihi kama madai ya watu wengine, kwa sababu madai katika mfumo wa kidemokrasia yanapimwa kwa mazungumzo na maafikiano. Kwa hiyo ni madai sahihi katika mazingira ambayo mnazungumza, mnakubaliana. Nchi za magharibi na taasisi mbalimbali za kimataifa zimeonekana kukosoa vikali mfumo wetu wa uchaguzi, wakidai kwamba Tanzania tuna mfumo mbovu wa uchaguzi, na wanaona ya kuwa ni ukandamizwaji wa demokrasia ndani ya taifa hili. Unazungumziaje kuhusu hili? Hayo ni maoni ambayo yanazungumzwa sio kwa nchi za magharibi peke yake, hata hapa ndani kuna watu wenye maoni hayo. Lakini vizuri Odemba, labda kabla hatujaenda kujibu swali hilo, tuitazame hii dhana ya demokrasia. Dhana ya demokrasia, ndugu yangu Chief Odemba, si bidhaa ya kwenda kununua dukani kama saa yako hii ikiwa imekamilika na wataalamu ambao wanajua teknolojia ya saa, na saa hiyo pia ikafanana na iliyoko Uturuki na aliyenunua wa Uingereza na aliyenunua wa Burundi, aliyenunua wa Kenya.
demokrasia sio bidhaa. Na Mwalimu Nyerere alishawahi kusema kwamba demokrasia sio kama Coca-Cola, ni mchakato wa mapambano ya umma kujitawala wenyewe, mapambano ya umma kupata uhuru wao na kuendesha mambo yao bila kuingiliwa na yeyote. Na kwa mchakato huu wa mapambano ni mchakato wa makosa, kukosa na kukosoana, kuvumilia na kuvumiliana, kusahihisha na kusahihishana, kuwajibika na kuwajibishana. Kwa hiyo ni mchakato ambao ni endelevu, si kitu ambacho kitakamilika kikawa kamili. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katika hali hiyo niliyosema kwamba sio kama bidhaa, namna ya mapambano yanavyoendeshwa hayo ya kudai uhuru, kudai haki, uwajibikaji, ushiriki, uwazi, usawa, namna mapambano hayo yanavyoendeshwa kwa jamii moja haiwezi ikafanana na jamii nyingine, kwa sababu kila jamii ina historia yake, ina uwezo wake, ina utamaduni, mila na desturi zake, ina hali zake za kiuchumi, ina mahitaji yake, ina matarajio yake. Kwa hiyo kila jamii kwa namna mbalimbali inaweza ikaendesha mchakato huo wa mapambano ya kujikomboa na kujitawala kwa namna tofauti. Na kwa hiyo hata atakaye kuja kukosoa lazima azingatie mambo hayo. Hapa simaanishi kwamba jamii moja haiwezi ikajifunza mazuri kwenye jamii nyingine, kwa sababu jamii isiyojifunza ni jamii ya wapumbavu. Yako maeneo ambayo unaweza ukajifunza kutoka kwenye jamii iliyofanya vizuri kwenye mchakato huo, lakini yako mengine ambayo huwezi ukayafanya kwa sababu hayaendani na hafanani na jamii yako. Sasa hao wanaokosoa ni vizuri pia wakazingatia hivyo. Na hapa simaanishi kwamba mfumo wetu wa kidemokrasia ni sahihi, ni kamili. Huu ni mfumo wa watu wa jamii ambayo inapambana kujiimarisha, kukomaza mifumo yake. Kwa vyovyote vile katika mchakato wa namna hiyo kuna makosa ya kusahihisha na kuna mambo mapya ya kujifunza. Kwa hiyo hao wanaotukosoa ni swala la kusikiliza. Tanzania kuna demokrasia, hakuna demokrasia? Tanzania kuna demokrasia. Kwa vipimo vyetu kuna demokrasia, lakini si demokrasia kamili. Ni demokrasia ambayo inatakiwa kuimarishwa misingi yake, kukomazwa kiutamaduni na kitabia. Na kwa maana hiyo hakuna namna ambayo tunaweza kusema demokrasia yetu imekamilika, lakini demokrasia ipo kwa viwango ambavyo vinaturidhisha. Ni wapi ambapo unahisi ya kwamba hatujafanya vizuri katika kipengele cha demokrasia ambacho inakufanya na wewe uungane na watu wanaosema kwamba hakuna demokrasia kamili ndani ya taifa hili? Kwa mfano ukiangalia swala la haki ya jamii, na wakati baba wa taifa anapambana kupata uhuru na kujenga upya taifa jipya, alisema nchi yetu inakabiliana na maadui wakubwa watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Na katika mazingira ambayo hujashinda hao maadui watatu vizuri, huwezi ukawa wa kujivuna kwamba demokrasia yako imekamilika. Kwa sababu maadui hao watatu, ujinga, maradhi na umaskini, ndio wanaokwaza watu walio wengi kupata haki zao, kupata ajira, kupata mahala pazuri pa kukaa, umeelewa, kupata ulinzi wa mali zao na usalama wao. Kwa hiyo eneo ambalo hatujafanya vizuri na ambalo tunatakiwa tujipange na tunaendelea kujipanga ni kutokomeza umaskini. Kwa mfano, kwa takwimu tulizo nazo, 8% ya Watanzania wanaishi katika umaskini wa kutopea, na takriban 30% wana matatizo ya umaskini wa kipato. Hiyo ni idadi kubwa sana. Kwa maana hiyo hao watu, hali zao za kielimu, hali zao za kiafya, hali zao za chakula, hali zao za uhuru wao wenyewe wa kushiriki katika mchakato
wa kisiasa na kidemokrasia zitakuwa nyuma. Kwa hiyo mimi nadhani eneo kubwa ambalo tunatakiwa kuongeza nguvu ni eneo la haki ya kijamii. Jamii kuwa na uhakika wa chakula. Wote. Kila mtu akawa na uhakika wa chakula. Kila mtu akawa na uhakika wa malazi bora. Kila mtu akawa na kipato cha kujikimu kuendesha maisha yake. Kila mtu akawa na sauti. Kwa sababu mtu mwenye njaa, mtu asiye na ajira, sauti yake ni tofauti, Bwana Udemba na wewe. Kwa hiyo eneo la haki ya kijamii na hasa kuwakomboa watu ambao bado wako nyuma katika lindi la umaskini, katika matatizo. Katika nafasi gani? Je, tumerudi nyuma, tumesimama, ama tunasonga mbele kidemokrasia? Tunasonga mbele. Tunasonga mbele kwa vigezo, kwanza pamoja na mitikisiko na upungufu katika taasisi zetu za kidemokrasia, ambao upungufu huo uko bayana kabisa, lakini nchi yetu bado ni moja. Bado kuna utulivu na amani kwa kiwango kikubwa, japo tunatakiwa kuimarisha zaidi. Alafu bado taasisi zetu za kidemokrasia zinaendelea kukomaa, tunaendelea kusahisha makosa yetu na kuimarisha taasisi za kidemokrasia. Kwa hiyo tunasonga mbele, lakini bado tuna kazi kubwa ya kufanya kukomaza zaidi demokrasia. Kumekuwa na malalamiko kuwa tume yetu ya taifa, tume huru ya taifa ya uchaguzi haipo huru na inapendelea zaidi Chama cha Mapinduzi. Wewe umekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Ni kweli tume ya taifa ya uchaguzi haiko huru? Na je, ni kweli kwamba tume hii inaipendelea Chama cha Mapinduzi kama ambavyo wakosoaji wenu wamekuwa wakitoa malalamiko yao? Uhuru wa tume unapimwa kwa vigezo vingi. Kuanzia mwaka 2020, mimi nilipokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, serikali ilifanya uamuzi muhimu sana ambao hatutakiwi kudharau na kuubeza, wa kuamua chanzo cha fedha za kuendesha shughuli za tume, ikiwemo kuendesha uchaguzi, zitokane na mfuko mkuu wa serikali. Na hata mwaka huu 2025 fedha zote kwa 100%, na nimemsikia mwenyekiti wa tume akizungumzia jambo hilo, zimetokana na mfuko mkuu wa serikali. Na unajua, kujitawala ni kujitegemea. Msingi mkubwa wa demokrasia hasa ni uhuru. Na uhuru ni uwezo wako wa kuendesha mambo yako bila kuomba au kusaidiwa na watu ambao pengine misaada yao inaweza ikaambatana na masharti. Hilo la kujitegemea kwa fedha zetu za ndani